Inamisha tu uso wako, inamisha uso wako. Inamisha uso wako mbele za Bwana, mshukuru Bwana. Mshukuru tu Bwana kwa sababu ni mwema. Mshukuru Bwana kwa sababu anaweza. We give you glory Jesus. Tunakupatia utukufu wote kwa sababu neema yako imetutosha. Upendo wako Bwana umetutosha. We give you glory. Bwana tunakupenda, tunakuabudu. Hallelujah. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. 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 Ni wewe Bwana, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Mwambie Bwana ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe Bwana, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Inua sauti yako mwambie Bwana ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Mwambie ni wewe Bwana. Mwambie Bwana ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe Baba. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Bwana wa majeshi ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe wakupewa sifa, wakupewa sifa na utukufu na Shima wa Yuda. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe. Inua mikono yako mwambie Bwana ni wewe. Ni wewe. Inua mikono yako mbele za kuabudiwa, ni wewe. Ni wewe Baba, ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe.
wa kupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe Baba, iwe wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa ni wewe, ni wewe. Eda yaliyo mema. Sema amen. Umesalimia jirani, umemwapia Mungu anampenda, amekuapia aje? Sema amen. Haleluya. Kwa hivyo Mungu awabariki sana na Mungu awatende yaliyo mema. Leo ninasikia ni kama nitatafuta mkalimani nihubiri na Kikuyu, mkalimani akalimani na Kiswahili, kwa sababu sauti yako iko chini sana na ninataka sauti itakuwa juu. Kwa hivyo sijui Kariuki kama utaweza kukalimani, fakoti basi ukuje tuhubiri na wewe leo. Tumpigie makofi mazuri. Ni yeye amejisemea. Microphone iko hapa pale. 2 1 2. Microphone iko hapa pale. Yeye ndiye ameniambia ataweza na ninaamini ataweza. Hallelujah. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mimi ndio nimeitwa hivyo. Yeye ndiye ameitwa hivyo. Tumpigie makofi mazuri. Haya, tupigie Bwana Yesu makofi mazuri.
Nataka tuingie kwa neno la Bwana. arenda tuingire kiugo-inĩ kĩa Ngai. Ti arenda. Niwe. Mkalimani anasema kile. Ngoja kwanza. Ninatumia Kikuyu ama Kiswahili. Tunaingia kwa yote. Sawa. Mkalimani anasema tofauti na ile Sawa, nyingine. sawa. Sema amen. Amen. Nataka tuingie katika neno la Bwana. Ndirenda tuingire kiugo-inĩ kĩa Ngai. Na leo ninataka kufundisha No muthi nĩ kũbundithia kuhusu kushukuru. ũhoro wĩgiĩ kucokia ngatho. Ndirenda kufundithia Ninataka kufundisha uhoro wĩgiĩ gucokia ngatho. kuhusu kushukuru Mungu. Kwina andũ aingĩ mekĩirwo ciama, Kuna watu wengi wametendewa no miujiza, matirĩ maragĩa kahinda ga gucokia ngatho. lakini hawajapata nafasi ya kurudisha No nĩ kũrĩ shukrani. ũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Lakini kuna kitu nataka kukuambia. Kũngĩkorwo kwĩ ũndũ Ngai endete, Kama kuna kitu Mungu anapenda na kwĩ ũndũ Ngai etagĩrĩra, na kuna kitu Mungu anagoja, nĩ kĩndũ gĩtagwo ngatho. ni kitu inaitwa kushukuru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Geithio ũcio ũngĩ ũmwĩre ngatho. Salimia huyo mwingine umwambie shukrani. Haleluya. Amen. Nataka tuingie katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili. Turathoma ibuku rĩa maũndũ ma matukũ ma tene Wa wa kerĩ kerĩ ĩmwe, moja tuanzie pale 6. kwambĩrĩria 6. Wacha tusomewe tusikie. Pastor, wewe unasoma na Kikuyu. Na Kikuyu. Nimesema leo tutahubiri na Kikuyu ndio mambo iwe mzuri. Lakini Kariuki akikosea ni mfukuse. Kwa hivyo uombe. Sitakosea. Usikosee. Sitakosea. Wacha irudi kabla asome. Maũndũ ma matukũ ma tene Ndio. igĩrĩ. Ndio. Aha. Kuanzia 6. Kuanzia kwambĩrĩria mũhari wake nĩ wa 6. Nakĩo kiugo kĩa Ngai nĩ kĩrauga. Mambo ya Nyakati wa Pili Ndio. 1 kuanzia pale mstari wa 6. No rĩrĩ. No rĩrĩ. Ndio. No ũngĩhota kumwakĩra nyũmba. Hapana, umepotea. Mambo ya Nyakati wa Pili, si wa pili, 1 mstari wa 6. 1. Okay, sawa. Ilikuwa 2. 1 mstari wake ni wa 6. Ndio. Nake Sulaimani Ndio. agĩkĩambata agĩthiĩ kĩgongona-inĩ kĩu gĩa gĩcango, Ndio. o hau mbere ya Jehova, Ndio. o kĩu kĩarĩ hema-inĩ ya gũtũnganwo, Ndio. na akĩrutĩra igũrũ rĩakĩo nyamũ 1,000 cia mahaki Ndio. ma njino. Ndio. Na rĩrĩ, Na rĩrĩ, ũtukũ oro ũcio ũtukũ o ũcio Ngai akĩarĩria Sulaimani, Ngai akĩarĩria Sulaimani akĩmwĩra atĩrĩrĩ, akĩmwĩra atĩrĩrĩ, hoya kĩrĩa gĩothe ũkwenda, hoya kĩrĩa gĩothe ũkwenda na niĩ nĩngũkũhe. na niĩ nĩngũkũhe. Nake Sulaimani Nake Sulaimani akĩra Ngai atĩrĩ, akĩra Ngai atĩrĩrĩ, we nĩwekire baba Daudi maũndũ manene, wewe ulifanyia baba yangu Daudi mambo makubwa matha ya huruma, na niĩ ũkĩndua mũthamaki wa gũcoka ithenya rĩake. na mimi Sulaimani ukanifanya mfalme. Na rĩu we Jehova Ngai, Sasa wewe Mungu, tũma atĩ kĩĩranĩro gĩaku kĩrĩa werĩire baba ndio Daudi ndio gĩikare kĩrũmĩte, ndio nĩ ũnduĩte mũthamaki thamakĩre andũ maingĩhĩte o ta rũkũngũ rwa thĩ. ndio. Sasa nataka tupatie chairman, patia chairman microphone hiyo ingine. Afadhali Patia chairman microphone hiyo ingine. Pastor Kikuyu imemlemea sana na ni leo. na ni leo. Aya, chairman tusomee. Nisome 10 ama 9. Azia hapo 6.
ambĩrĩria hau ithathatũ. Nake Suleimani agĩkĩambata Naye Sulaimani akapanda agĩthiĩ kĩgongona-inĩ akaenda kwa madhabahu. kĩu gĩa gĩcango o hau mbere ya Jehova. Ndio, O kĩu kĩarĩ hema-inĩ ya gũtũnganwo, ndio, na akĩrutĩra igũrũ rĩakĩo akĩruta igũrũ rĩakĩo nyamũ 1,000 cia mahaki ma njino. akatoa dhabihu. Ndio, Na rĩrĩ, ũtukũ o ro ũcio usiku huo huo Ngai akiumĩrĩra Suleimani Mungu akamtokea Sulaimani akĩmwĩra atĩrĩ, akamwambia, hoya kĩrĩa ngũkũhe. omba kile unataka. Nake akĩĩra Ngai atĩrĩ, Naye Sulaimani akamwambia Mungu, we nĩwekire baba Daudi we niwekire baba Daudi maũndũ manene ma tha, mambo makubwa ya huruma, na niĩ ũkĩndua mũthamaki na mimi ukanifanya mfalme. wa gũcoka ithenya rĩake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waja tufikishe hapo, tutaendelea polepole. Nataka kuongea kuhusu ibada ya shukurani. Ndirenda kwaria uhoro wa igongona rĩa gucokia ngatho. Nijui ni kuri maundu turabatara, Ninajua kuna vitu tunahitaji, na indo icio turabatara Ngai nowe ugutuhe. na zile vitu tunahitaji ni Mungu tu atatupatia. No ni kuri undu ndirenda gugubundithia umuthi. Lakini leo kuna kitu nataka kukufundisha. Ono kiendaga kiria urenda, Todo ile, kwa sababu ile kitu unahitaji, ono kiendaga kiria urenda, hata kama unahitaji kile unahitaji, wirutage gucokagiria Ngai ngatho. ni vizuri kuwa unarudisha shukrani. Wirutage gucokagiria Ngai ngatho. Jifundishe kuwa unarudisha shukrani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hau twathoma Hapo tumesoma Bible yaiga atiriri, Biblia imesema Sulaimani Suleimani ari mwana wa Daudi, alikuwa mwana wa Daudi, na ni kuri maundu Sulaimani endaga na kuna vitu Suleimani alikuwa kuri anahitaji Ngai amwikire. ili Mungu amtetee. No maandiko mauga atiriri, Lakini neno ona limesema Sulaimani atahoete mbele ya Suleimani kusoma athire kigongona-ini, alienda kwa madhabahu akiruta igongona, akatoa dhabihu, agicokeria Ngai ngatho, akamshukuru Jehova, akimwira Ngai ni wega akamwambia Mungu ni asante undu wa haria ukinyitie. kwa sababu ya mahali Mwathani umenifikisha. arogocwo. Bwana Yesu Ni kuri asifiwe. kindu endaga, Kwa sababu kuna kitu alikuwa ni kuri anahitaji. kindu Sulaimani endaga, Kuna kitu Suleimani ni alikuwa kuri anahitaji. maundu Sulaimani endaga. Kuna vitu Suleimani Mwathani alihitaji. arogocwo. Bwana Yesu asifiwe. Muthenya wa umuthi Siku ya leo ni njui kwina kindu urenda, ninajua kuna kitu ni njui unahitaji. kwina maundu urenda Ninajua kuna mambo Ngai unahitaji. agwikire. Mungu akutetee. Kwi mundu murwaru Kuna mtu mgonjwa niarenda kuhonio, na anahitaji kwina kuponywa. mundu utari wira Kuna mtu hana kazi niarenda wira, na anahitaji kwina kazi. mundu urenda guthomithia Kuna mtu anahitaji na ndarĩ na kusomesha cukuru fici. na hana skuru No fees. nĩ kũrĩ ũndũ ũmwe ndĩrenda gũkwĩra, Lakini kuna kitu moja hĩndĩ nataka ĩrĩa wathiĩ kukuambia. mbere ya Ngai, Nikiwa mbele ya Mungu, hĩndĩ ĩrĩa wathiĩ mbere ya Ngai, wakati umeenda mbele ya ona Mungu, wĩna thĩna hata ukiwa na shida, ũmwĩre nĩ wega. ni vizuri. Bwana asifiwe. Amen. Hapo ikalele. Haleluya. Unajua sauti yako iko juu sana. Bwana asifiwe. Sauti yako iko juu sana. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Sasa ni nani tutakalimani na yeye? Ama niendelee tu hivyo? Haleluya. Niendelee tu. Bwana asifiwe. Salimia jirani, mwambie jifundishe kushukuru. Apia jirani, werute gucokia ngatho. Haleluya. Werute ke? Bwana asifiwe. Sasa hii sijui tutaenda namna gani. Sijui tutaenda namna gani. Maana nilikuwa nataka nihubiri na Kikuyu. Niwe na mkalimani mzuri. Burundi utaweza? Au asha? Haya, pigia Yesu makofi mazuri. Nataka kuongea kuhusu kitu kinaitwa kushukuru. Bwana sifiwe. Hata wakati mambo ni magumu sana, hata wakati unapitia mambo magumu sana, ni vizuri kushukuru. Bwana sifiwe. Mahali tumesoma, Biblia imesema kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Suleimani, na tunajua historia ya Suleimani. Suleimani alikuwa ni mtoto wa Daudi. Alikuwa amezaliwa kwa nyumba ya kiufalme. Kama ni kukula alikula,
Kama ni kukunywa alikunywa vizuri. Lakini kuna kitu kimoja ninataka tujifundishe na Suleimani. Kwa sababu Bible inasema wakati baba yake Daudi alizeeka, kuna mambo aliambia mtoto wake Suleimani, na akamwambia ninataka nikizeeka, nikikufa, nikuachie Israeli uiongoze vizuri. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kulikuwa na mazungumzo kati ya Suleimani na baba yake Daudi. Haleluya. Na Bible inasema kuna brother yake ikainua vita, na ile vita ilikuwa yeye ndiye anafaa kuachwa, lakini kuna sauti baba alikuwa ameokea. Sasa Bible imesema ikafika wakati Suleimani akawa mfalme, akapewa uongozi wa Israeli. Bible inasema jambo la kwanza, kabla hajafanya jambo lolote, akaenda mbele za Mungu. Bwana ni roho. Akaenda mbele za Mungu, akatoa dhabihu ya maelfu ya kondoo, thousands of goat, maelfu ya makondoo. Na Biblia inasema alipotoa ile dhabihu, kuna kitu aliambia Mungu, nimekuja kutoa hii dhabihu kwa sababu kuna mambo umefanya, kuna kitu umefanya, kuna mambo umefanyia baba, kuna mambo umefanyia baba. Hebu soma hapo pastor, soma hapo. Imesema aje? Mstari wa 7. Mstari wake wa 7. Usiku ule Mungu akamtokea Suleimani akamwambia. Soma hapo wa 6. Mstari wake wa 6. Suleimani akaipandia huko madhabahu ya Suleimani akapanda kwa madhabahu mbele za Bwana, mbele za Bwana iliyokuwa kwa hema ya makutanio, akatoa sadaka elfu za kuteketeza. Na usiku ule aliyetoa dhabihu ya shukrani, Mungu akamtokea Suleimani, akamwambia Suleimani, omba kile unataka nikupe. Sema amen. Wakati mpendwa unaingia kwa maombi, wakati mpendwa unataka Mungu afanye jambo, wajana kwanza na kile unahitaji. Jifundishe kumshukuru Bwana kabla hujaitisha kile unahitaji. Sema amen. Werute gucokageria Ngai katho ona utari uramukira kiria urabatara muturire. Sema amen. Ninajua kuna vitu tunahitaji. Nikianza kuuliza wewe unahitaji nini, na wewe kila mtu kuna kile anahitaji. Lakini Bible inasema Suleimani akaenda mbele za Bwana, akatoa dhabihu ya shukrani. Lazima wapendwa tujifundishe kumshukuru Bwana. Lazima tujifundishe kumshukuru Bwana. Hata tukiamka asubuhi, kabla tujaomba Mungu afike kwa biashara, tujifundishe kushukuru. Bwana sifiwe. Wakati umejifundisha kushukuru, Mungu anashughulikia yale unahitaji. Haleluya. Kuna mahitaji tuko nayo na Mungu anayajua, lakini ndio aishughulikie lazima tumshukuru. Salimia jirani, mwambie jifundishe kushukuru Mungu. Mwambie hata mambo ikiwa magumu, jifundishe kushukuru. Biblia inasema usiku ule Suleimani alishukuru, Mungu akamtokea akamwambia Suleimani, umenitolea dhabihu ya shukrani na mimi nimeishukia na nimeipokea. Sasa mimi Mungu nimekuja, uniambie kile unahitaji, niombe sasa kile unanihitaji. Sema amen. Nataka usikanishe hii mambo. Suleimani kuna mambo alikuwa anahitaji, lakini ameanzia na kushukuru Mungu. Sema amen. Kuna mambo alikuwa anahitaji, lakini ameanzia na kushukuru Mungu. Naye Mungu kwa sababu ameona Suleimani amemweka nafasi ya kwanza, amempenda na upendo usio na kipimo, akajitokeza kwake, akamwambia Suleimani, sasa niombe kile unahitaji. Haleluya. Mungu anajua tuko na mahitaji. Inua mikono yako, sema asante Yesu
Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninajua unajua mahitaji yangu. unajua mahitaji. Sema amen. Amen. Wapendwa, ukisoma Biblia utaelewa. Biblia inasema hata kabla mjaomba, haleluya, Amen. hata kabla mjaniambia mimi Mungu ninajua, hata kabla hamjasema shida zenu mimi Mungu ninazijua. Kwa hivyo kile kinahitajika kwa Mkristo, kwa mtu ameokoka, kwa mtu anapenda Mungu ni kumshukuru Mungu. Oh yes. Sema haleluya. Amen. Tujifundishe kushukuru Mungu. Tukishukuru Mungu kuna milango itafunguka. Tukishukuru Mungu kuna maombi itajibiwa. Sema amen. Amen. Usiku huo Mungu akamtokea akamwambia, niambie kile unataka. Waje tusikie alitisha nini. Kama ni gari alitisha. Mstari wa 8. Nake Sulaimani agicokia atiriri. Nake Sulaimani akira Ngai atiriri. Watoire wekete baba Daudi. Watoire wekete baba Daudi. Maundu manene mautu. Maundu manene mautugi. Bwana sifiwe. Amen. Sikia mpendwa, Mungu ametokea Sulaimani, amemwambia Sulaimani, umenitolea dhabihu ya shukrani. Sasa ninataka nikubariki, nataka nikutendee, niambie kile unataka. Kwa sababu kile Sulaimani alikuwa anataka sio kitu cha kawaida. Oh yes. Akaendelea kumwabudu Mungu. Mungu anamwambia jera kile urenda. Kile unahitaji. Nona kiagathi nabe na kumwabararia. Sema amen. Amen. Waje nikuambie mpendwa, hata wakubwa hawa tuko na wao huko duniani, ukitaka kitu itoke kwao, wengine lazima uwasifu. Si ni kweli? Lazima uwaambie wewe ni mzuri, wewe unapendeza, mambo kama hayo. Sasa Suleimani alikuwa mwerevu. Mungu anamwambia, niambie kile unahitaji. Akamwambia, Mungu, ninakushukuru kwa sababu ya yale umetendea baba yangu. Ni mambo makuu. Haleluya. Amen. Sasa ameanza kushukuru kwa sababu ya familia yake. Ameanza kushukuru kwa sababu ya yale imetendeka kwa nyumba yake. Haleluya. Amen. Mungu ametendea baba yangu. Mimi niko hapa Suleimani, nishukuru Mungu kwa niaba hata yake. Haleluya. Kwa sababu alikuwa ICU. Kuna neighbor alikufa akimuona. Haleluya. Amen. Alikuwa hata madaktari walisema angepitiza dakika 5 angekuwa amekufa ama paralyzed. Kwa hivyo niko hapo nishukuru Mungu hata kwa sababu ya familia. Niko hapo nishukuru Mungu kwa ile amenitendea na kwa ile atanitendea. Haleluya. Amen. Hata wewe mpendwa, hata kama sio wewe imetendeka kwako, imetendeka kwa mtu wenu, imetendeka kwa fulani, imetendeka kwa Mkristo mwingine, mshukuru Mungu. Shukuru Mungu. Ukiona jirani yako amebarikiwa, shukuru Mungu. Sokeria. Na hata wewe utabarikiwa. Amen. Ukiona jirani amebarikiwa na gari, shukuru Mungu kwa sababu ya hiyo gari, na wewe utapokea yako. Sema amen. Amen. Hivyo ndivyo Suleimani alikuwa. Mungu akamwambia, jera kile urenda. Igongona rĩaku nĩ ndĩrĩamũkĩrĩte. Rĩu jera kile urenda. Akimwĩra atĩrĩrĩ, tendo gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa maũndũ marĩa wĩkĩire baba Daudi. Soma hapo. Imesema. Nake Sulaimani agicokia atiriri. Nake Suleimani agĩcokeria Ngai atĩrĩrĩ, Ni watoire wekaga baba Daudi. nĩ watoire wĩkaga baba Daudi Maundu manene na maũndũ mega manene na maũtugi, Na niĩ nĩ ũnduĩte mũthamaki. na niĩ nĩ ũnduĩte mũthamaki Ithenya-inĩ rĩa baba. ithenya-inĩ rĩa baba. We mwathani Ngai. We mwathani Ngai, Ĩtĩkĩra kũhingia ĩtĩkĩra kũhingia kĩĩranĩro kĩrĩa weranĩire kĩĩranĩro kĩrĩa weranĩire na baba Daudi. na baba Daudi. Nĩ ũndũ rĩ, Nĩ ũndũ rĩ, nĩ ũnduĩte mũthamaki nĩ ũnduĩte mũthamaki wa Isiraeli wa gũthamakĩra andũ aingĩ wa gũthamakĩra andũ aingĩ atĩ atĩ matingĩtarĩka. matingĩtarĩka. Sema amen. Nĩ ũndũ ũcio rĩ, Bwana sifiwe. amen. Nataka ukwame hapo kwa kushukuru. Daudi bado amepewa nafasi ya kuitisha gari, amepewa nafasi ya kuomba saba kwa Mungu, amepewa nafasi ya kuomba kazi kwa Mungu. Ndio. Lakini anaambia Mungu, najua unahitaji, najua unajua ninahitaji kazi. Aha. Nijue nioe he kindu ndirabatara. Bwana sifiwe. Amen. Ona ndakwira nijue nioe.
hata nikikuambia ninajua unajua. Ndio. Sasa kile ninataka ni kukuabudu. Suleimani akamwabudu Mungu, akamwambia umetembea na baba yangu, umemfanya makuu, umempigania, kuna yale ulimuahidi. Sema amen. Amen. Hiyo itimie Mungu. Akaanza kushukuru, alikuwa anashukuru. Finally akaambia Mungu, umenipatia watu wengi, kile ninahitaji ni wisdom. Hallelujah. Amen. Bwana sifiwe. Kile aliomba ni wisdom. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu. Bwana Yesu. Ninajua unajua kuna vitu ninahitaji. Unajua kuna na vitu hizo utanipea. Na vitu hizo. Kile ninahitaji ni wisdom. Sema amen. Amen. Mungu atupatie hekima. Oh, yes. Tukipata hekima ya kiungu tutatembea kama Mungu. Sema amen. Amen. Tukipata hekima ya Mungu tutaongea kama yeye. Ndio. Tutafanya kama yeye. Tutapokea baraka bila kung'ang'ana. Nataka uangalie mpendwa, Suleimani kuna kitu ameambia Mungu after kutoa dhabihu ya shukrani na imekubalika. Sasa amepewa opportunity ama nafasi ya kuitiza kile anataka. Ndio. Hallelujah. Lakini kwa sababu alikuwa na roho wa Mungu, yeye hakukimbia kuitisha. Nataka nikuambie mpendwa, hata wakati unaingia kwa maombi usiwe wa haraka kuitisha. Usiwe wa haraka kuitisha kile unahitaji. Kuwa wa haraka kushukuru Mungu. Sema amen. Si hata kulala na kuamka si ni Mungu. Si ushukuru Mungu tu kwa sababu ya kuamka. Hallelujah. Ambia jirani shukuru. Kushukuru Mungu. Ambia jirani shukuru Mungu. Sema amen. Ni wangapi wametafuta nafasi? Ni wangapi wamechukua muda wao? Ati leo nimeenda kwa ibada kumshukuru Mungu. Sio kuomba Mungu, kushukuru Mungu kwa yale amenitendea mwaka mzima. Hallelujah. Leo nimeenda kushukuru Mungu kwa kile ametenda kwa familia yangu. Leo nimeenda kushukuru Mungu kwa sababu kuna kitu amenitendea. Naongea kuhusu kushukuru Mungu. Mungu amesikia maombi. Mungu amesikia maombi ya wazee. Mungu amesikia maombi ya wamama. Lakini kuna kitu hajasikia. Shukrani ya wamama, shukrani ya wazee. Wakati atasikia shukrani ya wamama na ya wazee, atakuuliza nikiuleta. Sema amen. Ni nini unataka? Ni nini unataka? Mungu akauliza Suleimani, Suleimani unataka nini? Suleimani akaendelea kushukuru, akaendelea kushukuru. Ikafika mahali akamwambia, sasa umenipea watu wengi niwaongoze, na watu hawa siwezi nikawaongoza bila hekima yako Mungu. Wapendwa, kuna kitu hatuwezi tukawahubiria bila hekima ya Mungu. Oh, yes. Hatuwezi tukawaongoza bila hekima ya Mungu. Oh, yes. Kwa hivyo kabla tuombe baraka zingine za magari na manyumba, tunahitaji wisdom. Hallelujah. Hata wewe unahitaji wisdom, kwa sababu wakati hekima imekosekana kwako, kuna mambo itaharibika. Tumehubiriwa asubuhi. Sema amen. Tumehubiriwa asubuhi na tukahubiriwa neno mzuri sana. Neno mzuri sana. Wale walikuwa na hekima pale, kuna kile waligawa. Wale hawakuwa na hekima, kuna kile waligawa. Sema amen. Kama kuna kitu wa Kristo tunahitaji kwa hii dunia ni wisdom. Sema amen. Na si ya masomo ya kiuku. Hallelujah. Ilo sioge ni urabatara ugi. Na tiwa mafuku ugi wa Ngai. Sema amen. Aya, soma Luka 17. Nataka kumaliza mapema. Sitaki nikae sana. Kitabu cha Luka 17:14. Luka 17 mstari wake wa 14. Ndio. Neno la Bwana nasema. Neno linasema aje? Alipowaona aliwaambia, huyu ni Yesu alikuwa amekaa mahali. Sema amen. Amen. Kuna kitu nataka nikufundishe leo. Mungu akiwa kwa kiti chake cha enzi
anaona kila mtu na anajua shida ya kila mtu. Na kuna mambo Mungu anafanya kwetu hata ingine hatujamuomba. Ndio. Haleluya. Amen. Kuna mambo hata kabla tujayasema mbele za Mungu, Mungu anayashughulika. Na ndio maana nimekuambia jifundishe kumshukuru Mungu kila wakati. Haleluya. Sasa Bible inasema Mungu akiwa katika kiti chake cha enzi akawaona watu 10 na wote walikuwa na shida. Alipowaona akawaambia, endeni mkajionyeshe kwa kuhani. Endeni mkajionyeshe kwa kuhani wenu. Ikawa walipokuwa wakienda waliponywa. Sema amen. Amen. Apia jirani, Mungu anaweza kukuponyea hata kwa barabara. Mungu anaweza kukuponyea hata kwa barabara. No akuhoneria ginya fa. Sema amen. Amen. Kaino akurathime ginya uthiete na njira oguo tondu ni akui. Haleluya. Kaino agutokie ginya uikarite handu oguo withikeire utare wira. Bible inasema hawa watu 10 hawakuwa kanisani, walikuwa mahali fulani, walikuwa wakiongea mashida ile wako nayo ya ukoma. Lakini Bible inasema Yesu akawa akipita. Haleluya. Yesu akawa akipita, akawaona, akawaita. Haleluya. Akawaita. Mpendwa, hakuna kitu kizuri kama Mungu kujileta. Hakuna kitu kizuri kama Mungu kujileta kwako, kwa maisha yako. Amejileta kwa Suleimani, akamuuliza nikutendee nini? Amejileta kwa hawa watu wako na ukoma, anawaambia nataka kuwaponya. Sema amen. Soma mstari wa 15. Mstari wa 15. Na mmoja wao alipokuona kwamba amepona. Sikia. Kuna kitu nataka tuelewane hapo 14. Kuna kitu nataka tuelewane. Wamekutana na Yesu, na wakati wamekutana na Yesu, Yesu hajawaambia mambo ya uponyaji. Yesu hajawaambia mambo ya kuwaombea, hajawaekelea mikono, hawajawapea huduma. Amewaita tu akawaambia, nimeona shida yenu, nimeona vile mumeteseka, edeni mkajionyeshe kwa kuhani wenu. In short, Mungu alikuwa anawaambia edeni kwa madhabahu mkashukuru. Kuna mambo unafaa ushukuru hata kama sio pastor alikuombea. Sema amen. Haleluya. Si unajua kuna shida ulikuwa nayo, na hata hiyo shida pastor hakuiona, hata hakukuombea, lakini Mungu amekuona na amekutendea. Anakuambia mkutane kwa madhabahu ukamshukuru. Sema amen. Na ndio maana anawaambia endeni kwa madhabahu kwa kuhani wenu, mwende mkajionyeshe kwake, mwende mumwambie mlikuwa na ukoma na mmepona, mwende mshukuru Mungu kwa kuwaponya kwa madhabahu. Alafu 15 endelea kusema. Na mmoja wao alipokuwa kwamba amepona. Na mmoja wao akiwa ameponywa akarudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pa Yesu akamshukuru. Naye alikuwa ni Msamaria. Yesu akajibu. Yesu akamuuliza Msamaria, akamwambia, hawakutakaswa wote? Hamukuwa watu 10 waliotakaswa? Wale kenda wameenda wapi? Je, hawakuonekana waliorudi kumpa Mungu shukurani, ila huyu tu mgeni? Yesu akamwambia, inuka enda zako, imani yako imekuokoa. Simple as that. Sema amen. Walikuwa watu 10, walikuwa na the same problem, walikuwa na ukoma. Na unajua ukoma pale mwanzo ilikuwa ni ugonjwa, ulikuwa
na utegano. Mtu akiwa na ukoma alikuwa anategwa mpaka na watu wao. Mtu akiwa na ukoma alikuwa anatupwa nje ya kijiji. Sema amen. Bible inasema wakiwa mahali walikuwa wametupwa. Wacha nikuambie mpendwa, ukiwa na roho ya kushukuru Mungu, hata mahali umetupwa Mungu atakuja hapo. Mahali mwanadamu hawezi akakuja, Mungu atakuja. Sema amen. Amen. Walikuwa wametupwa kwa sababu wako na ukoma. Mali na mako ni gutetwa matetwa jaya itora. Ndio. Mali hado mali ike. Ndio. Mahali walikuwa hata kuhani hangeingia, kwa sababu kuhani hageenda kuugamana na watu wako na ukoma. Lakini Bible inasema mahali kuhani hangefika, Mungu alifika. Oh yes. Nataka nikutangazie leo, nikuambie mahali Pastor Boro hawezi akafika, ukiwa na tabia na roho ya kushukuru Mungu atafika kwa jina la Yesu. Kwa jina Yesu. Atafika kwa jina la Yesu. Kwa jina Yesu. Najua kuna mashida nyumbani ili hata mimi sijui, hata sijawahi fikiria, lakini ukimshukuru Bwana atafika kwa hiyo shida na atajitukuza. Sema amen. Maandiko inasema Mungu akafika kwa wale watu 9 waliokuwa na ukoma. Akawaambia sasa hamtakaa hapa tena. Ondokeni na muende kwa madhabahu, msikamane na wengine, muende mshukuru. Biblia inasema wakiwa kwa safari wakienda, mmoja hata kama hajafikia watu wao, hata kama hajafika kwa kijiji yao, akajiangalia. Akaangalia mikono yake, akaona vile imetakaswa. Akaangalia uso wake, akaona hana vidoda. Akaangalia miguu, akaona ni mzima. Akasikiza mwili wake, akasikia uko na nguvu. Maandiko inasema akawaacha wote 9 akarudi. Mpendwa, nimekuja nikuambie hiyo safari umekibishana nayo itafanikiwa ukirudi kidogo kwa Mungu. Haleluya. Amen. Najua uko na safari ya kununua gari. Najua uko na bio. Najua uko na bio ya kitu fulani. Lakini wakati tu utapiga break urudi kwa Mungu. Ndio. Haleluya. Amen. Alikuwa na kiu ya kupona. Alikuwa anahitaji muujiza wa uponyaji. Na sasa amekutana na Mungu. Biblia inasema akiwa kwa safari akaangalia, akaona hapana, akarudi. Maandiko inasema alirudi na nyimbo za kushukuru. Hakuenda kuomba baraka, hakuenda kuomba gari, hakuenda kuomba mashamba, hakuenda kuomba chochote. Alijua ni season na ni wakati wa kushukuru. Oh yes. Sema amen. Amen. Maandiko inasema akaaguka kifudifudi. Ndio. Kifudifudi ni kukomanada. Kulala chali. Kukomanada. Oh yes. Sema amen. Amen. Akaaguka kifudifudi kwa Mungu. Akamwambia Mungu, nimekuja kuleta shukurani. Oh yes. Nimekuja kukushukuru. Ndio. Sijakuwa kwa kazi for long. Maana alikuwa na ukoma. Ndio. Kwa hivyo hakuwa na anything. Hakuwa na pesa, hakuwa na chochote, lakini alikuwa na maneno. Oh yes. Sema amen. Amen. Kushukuru sio tu pesa. Kuna maneno Mungu amegojea itoke kwa kinywa chako. Oh yes. Mungu amegojea tu umtabue. Mungu amegojea tu umtabue. Sio lazima uwe na pesa ndio upelekee Mungu shukrani. Kama ni pesa, Mungu anajua ni pesa. Kama ni shukrani, unafaa shukrani. Sema amen. Amen. Akalala kifudifudi, akamwambia Bwana, nimekuwa kwa hali mbaya ya ukoma. Watu wengi wamekufa na ukoma. Ndio. Watu wengi wamekufa na ukoma. Lakini umeniponya. Akalia, akamshukuru Bwana. Akamwambia Bwana uhimidiwe. Akalia, akampatia Mungu shukrani. Oh, yeah. Maandiko inasema Mungu akamwambia, amka mwanangu. Alipoamka, kuna swali Yesu aliuliza yule mtu. Mulikuwa 9, mulikuwa 10. Haleluya. Amen. Mulikuwa 10. Soma hapo pastor, waseme ni mimi. Haya. Yesu akasema mulikuwa 10.
Soma hapo tu. Mstari wake ni wa 17. Mstari wa 17. Yesu akajibu. Yesu akaambia yule Msamaria, Akasema, akamwambia, hawakutakaswa wote 10? hawakuponywa wote 10. Abia jirani, Mungu anajua kile ametenda. Hallelujah. Amen. Anda kama hujatangaza kile Mungu amekutendea, anajua amekutendea. Kwa Kikuyu inasema, nake Jesu agikianirira akiuria tena. Nake Jesu akianirira akiuria Msamaria uria atiri, Egithe ti andu 10? Egithe tiraonirie andu 10? Acio agikenda. Acio agikendari meko mariko. Sema amen. Nake Jesu akianirira. Yesu akatoa sauti kwa ule Msamaria, akamuuliza, wakati mlikuwa mnalia mlikuwa 10? Wakati mlitegwa mlikuwa 10? Wakati hamkuwa na chochote mlikuwa 10? Ndio. Wakati mlikuwa bure mbele ya watu mlikuwa 10? Mlikuwa wengi. Sema amen. Amen. Yesu akawauliza, na juu niliwaponya wote 10, wengine 9, wengine 9 wako wapi? Hallelujah. Amen. Wengine wako wapi? Na kuwapea mpendwa, Mungu akipokea sadaka ya shukrani asubuhi, waje apokee hata yako. Hallelujah. Mungu akipokea sadaka ya shukrani jioni, waje apokee hata yako. Amen. Sema amen. Amen. Kuna watu walikuwa kwa gari. Kuna watu walikuwa kwa gari. Na ile gari ilikuwa imebeba watu 10 na 4. Bwana sifiwe. Hiyo gari ilikuwa iaguke na iue watu. Kuna wale waliona ni kawaida, na wakapatiana story wakasema nitungekuire, na ikafika hapo. Lakini katikati ya wale 10 na 4 kuna mmoja alienda tu akasema ni guoko kwa Ngai. Mungu umeniokoa kwa ajali. Sema amen. Amen. Kitu kidogo tu imefuga milango yako. Time yako na Mungu inahitajika. Sio ya kuomba ubarikiwe, ya kushukuru Mungu. Kushukuru. Sema amen. Wapendwa, tumekuwa na muda mwingi kila wakati Wednesday, Tuesday ni kuomba tubarikiwe, ni kuomba watoto wetu wabarikiwe, ni kuomba tuende ng'ambo, ni kuomba tununue magari. Hiyo yote ni mzuri na tunahitaji, lakini kuna kitu Mungu amegojea: shukrani. Yes. Hallelujah. Amen. Kuna kitu Mungu amegojea: shukrani. Shukrani. Tumesoma tukasikia wakati Suleimani alipea Mungu shukrani, Mungu alimkaribia akamuuliza, my son, ungetaka nikutendee nini? Ukwenda atia? Ukwenda gwekele atia? Hallelujah. Amen. Suleimani akajua kile kimevuta Mungu akuje kwangu ni shukrani. Kile kinaweza fanya Mungu atoke mbinguni ashinde na wewe the whole day kwa biashara, si maombi, ni shukrani. Yes. Sema amen. Amen. Hallelujah. Kile kinafanya Mungu ashuke mbinguni akuje spend time na wewe, akuje ICU, akuje ward, akuje tu akae hapo. Ndio. Watu walikuwa wanaona wewe ndio unafaa kukufa, lakini kwa sababu Mungu ako hapo, mwenye alikuwa anaonekana ako sawa, mnasikia ameenda. Ndio. Sema amen. Hapo jirani, jifundishe kushukuru. Jifundishe kushukuru. Endelea pastor. Mstari wake ni wa 20. Mstari wa 20. Na alipoulizwa na Mafarisayo, Alipoulizwa, kuna kitu umeruka hapo 19. Hapo Yesu amemuuliza wako wapi? Kuna kitu Yesu amemwambia. mstari wa 19 ina. Mstari wa 19b. Akamwambia inuka. Yesu akamwambia inuka. Enda zako. Enda zako. Imani yako imekuwa. Imani yako imekuponya. Hallelujah. Amen. Nataka nikuulize swali. Yesu ameuliza maswali 2 inafanana. Ya kwanza ameuliza, niliwaponya mkiwa 10. Hallelujah. Wengine 9 wako wapi? Hallelujah. Alafu hapa amemwambia inuka, imani yako imekuponya. Kumaanisha bado hujabarikiwa. Mungu ako na mpango wa kukubariki. Oh yes. Hallelujah. Amen.
Abie jirani, bado hujabarikiwa. Bado hujabarikiwa. Mungu ako na mpango wa kukubariki. Mungu ako na Hiyo uko nayo kidogo, bado hujabarikiwa. Hiyo kanyumba umejenga, bado hujabarikiwa. bado. Hiyo kagari umenunua, bado. Kuna mpango mkubwa Mungu ako nayo juu ya maisha yako. Oh yes. Nayo itadepend vile mtapelekana. Biblia inasema akaambiwa inuka. Imani yako ya kurudi kunishukuru, imani yako ya kurudi kuniambia ni asante, imekuponya. Eda zako na ufanikiwe. Hakuna kitu kizuri kama Mungu kukuambia eda na ufanikiwe. Hata wachawi wainuke, wagaga wainuke, madifaina wainuke, lazima utafanikiwa Kwa jina Yesu. kwa sababu kuna sauti ya Mungu. Oh yes. Sema amen. Tumalize na Saburi. Saburi 50 Zaburi 50 14. na mstari wake wa 14 neno linasema, Nasema aje? mtolee Mungu dhabihu za shukrani, Mtolee Mungu dhabihu za shukrani, umtimizie aliye juu nadhiri zako. umtimizie aliye juu nadhiri yako. Bwana sifiwe. Amen. Nataka kuokea kuhusu kitu kinaitwa nadhiri. Nadhiri inakujaga kwa mtu wakati ako kwa shida. Watu wengi wanawekanga nadhiri mbele za Mungu kwa sababu kuna jambo wanapitia na wanataka Mungu aingilie kwa jambo ile. Sema amen. Amen. Hapo ndipo watu wanaweka nadhiri. Kuna mtu mmoja kwa maandiko alikuwa anaenda vitani, na ile vita ilikuwa inahitaji Mungu sana. Maandiko inasema akamwambia Mungu, nikienda kwa vita unipiganie, nikirudi kwa nyumba yangu kile nitaona kiajakosa nitakupea. Bwana sifiwe. Amen. Hiyo ni nadhiri. Hiyo Ni nadhiri. uliza jirani, kuna nadhiri umeweka na Mungu? Bwana sifiwe. Amen. Maandiko inasema Mungu akatembea na yeye, akampigania vita, akamshindania vita, na ikafika ni wakati wa kurudi nyumbani. Alipokuwa anarudi, alipopisha geti ya kwake, mwenye alimlaki ni kasichana kake. Alipokaona vile kamemlaki kasichana kakona furaha, mzee akaanza kulia kwa sababu alikumbuka kuna nadhiri niliweka na ni lazima nitimize. Sema amen. Amen. Akalia. Mtoto akamuuliza, baba, kwa nini unalia? Akamwambia, wakati nilikuwa ninaenda vita kuna kitu niliambia Mungu, akinipigania kile nitakutana nacho cha kwanza nitampea, na wewe ndiye nimekutana na wewe, kwa hivyo itabidi nikutoe kwa Mungu kama dhabihu. Sema amen. Ndio nitimize nadhiri. Kama kuna kitu kimefuga watu wengi kanisani ni kitu kinaitwa nadhiri. Wakati uko kwa kitanda unaambia Mungu, ukiniponya nitafanya hii. Wakati hauna shida, wakati uko na shida ya kazi, unaambia Mungu, ukinipea kazi nitafanya hii. Hiyo ni nadhiri, na watu wengi wamepuuza hiyo, wanasahau hiyo. Lakini Mungu ni wa haki. Sema amen. Amen. Mungu hata kama anakupenda ni wa haki. Mungu ni wa haki. Sasa ninataka tusikie neno la Mungu kutoka kitabu cha Saburi 50:14. Usikie vile Biblia inasema. Kwa lugha ya Kikuyu inasema, rutagira Ngai igongona rya kumucokeria, rutagira Ngai igongona rya kumucokeria ngatho, na uhingagie uria we iguru muno, no ikagirie uria we iguru muno, uria wothe umwiriire, uria wothe umwiriire. 15. Umemaliza? 14. Tunaendelea tu. Sawa. Rudia tu hapo 14. Sasa hapo tunasoma na Kiswahili. Ndio. Mtolee Mungu dhabihu za shukrani, Mtolee Mungu dhabihu za shukrani, umtimizie aliye juu, umtimizie aliye juu, ukaniite siku ya mateso, ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa. Sema amen. Amen.
Unajua Mungu anajua kule mbele. Wewe unaona hapa, lakini Mungu anaona mbali. Sema amen. Amen. Sasa Mungu anasema wakati umetoa dhabihu ya shukrani kwa sababu ya kile nimetenda na umetimiza nadhiri zako, wakati utakuwa kwa shida nitakuokoa. Kuna watu wako kwa shida leo na Mungu hawezi akawaokoa kwa sababu kuna kitu hawakufanya. Ndio. Kuna kitu hawakutenda. Aha. Sema amen. Amen. Kuna kitu hawakutenda. Ndio. Kuna jambo hawakulifanya. Kuna watu wangekuwa na promotion ya kazi saa hii. Kuna watu wangekuwa na cheo za juu. Kuna watu wangekuwa na magari na manyumba, lakini kuna kitu waliruka. Kuna kitu waliruka. Kuna kitu hawakufanya. Ndio. Waliambia Mungu, ukinitendea hivi nitafanya hivi. Lakini wakati Mungu alitenda, ukaona mashida. Sema amen. Amen. Ukaona mahitaji. Aha. Ukaanza kusema Mungu unajua, Mungu unaona, Mungu unaelewa, Mungu haleluya. Mungu hajui na Mungu haelewi na Mungu hasikii. Mungu ni wa haki. Oh, yes. Sema amen. Amen. Mungu Ni ni wa wa haki. haki. Mungu ni wa haki. Watu wengi tungekuwa bali. Watu wengi tungekuwa bali. Lakini kuna kitu hatukufanya. Kuna kitu tuliona tu kimetendeka. Kuna kitu tuliona tu kimetendeka. Bwana sifiwe. Amen. Inua mkono wako juu. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, kile nilisema kila nilisema na sikutimiza, na sikutimiza, nisamehe. nisamehe. Inua mkono wako, sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, kile nilisema kila nilisema na sikutimiza na sikutimiza na kinanifunga, na kimenifunga, Bwana niondolee, Bwana uniondolee, Bwana nisamehe. Bwana unisamehe. Haleluya. Amen. Ni watu wangapi hapa walisema kitu mbele za Mungu kwa sababu ya situation na hali, lakini leo hii hawakutimiza? Niinulie mkono nikuone. Nimeona Julia amekwaza pale. Inua tu. Wewe nidanganye tu. Kuna wakati ulikuwa mahali fulani na ukaambia Mungu, ukinitoa hapa kuna kitu nitafanya. Ukiniponya hapa kuna kitu nitafanya. Ukinipea kazi nitafanya hivi. Inua mkono wako juu. Sema Bwana Yesu, nilidanganya, Bwana nisamehe. Naomba unisamehe. Mwambie Mungu nisamehe. Mungu unisamehe. Sema Bwana, Bwana Yesu, niondolee hiyo nadhiri. niondolee hiyo nadhiri. Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi mazuri. Mimi ningependa leo nikupatie kazi ya wiki hii. Wiki hii sitaki uombe mahitaji yako. Wiki hii sitaki uombe mahitaji yako. Mungu anayajua. Nataka wiki hii ushukuru Mungu. Najua kuna watu itakuwa gumu. Kuna watu wanaingiaga direct. Ukiingia kwa maombi unaingia direct kwa gari, direct kwa kile unahitaji. Wiki hii nataka ujitese. Ukienda kwa magoti umshukuru Mungu. Umshukuru Mungu wiki hii yote. Na kuna muujiza utafanyika. Na Mungu mwenyewe tu atakuja akuulize, Baba Boni, nikufanyie nini? Haleluya. Mzee, nikutendee nini? Wacha wiki hii tushukuru Mungu. Wacha wiki hii tusiombee mambo hiyo imetusubua. Tumeiombea miaka mingi. Tumeiombea masiku mingi. Wacha tushukuru Mungu kwa vile tulivyo. Na kuna kitu kitatendeka. Hata ukisoma Bible, wakati wanafunzi walimuuliza Yesu, tumeangalia maombi yako, kuna vile inajibiwa. Wewe ukiomba Baba yako aliye mbinguni, kile tu umeomba kinatimizwa. Lakini sisi wanafunzi tuna take time kuomba ile tu na itendeke. Wakamwambia tufundishe basi kuomba. Maandiko inasema, akawaambia mnapoomba ombeni namna gani? Hebu soma Mathayo. Iko Mathayo. Usikie mpendwa. Usikie. Kwa maombi yetu lazima kuwe na kipengele ya kushukuru. Kuwe na kipengele ya kuinua Mungu. Ukienda mbele za Mungu, masaa yako iishie kwa kuinua Mungu, kwa kumwabudu Mungu. Haleluya. Kumwabudu Mungu na kumuinua.
Umefika hapo pastor? Soma tusikie. Soma. Iko katika Mathayo 6. Mathayo 6 tuanzie mstari wa 9. Tuanzie mstari hapo tu kwa maombi direct. Sawa, mstari wa 9 inasema. Inasema aje? Basi nyinyi salini hivi. Sikia, wanafunzi kuna kitu wameangalia. Na mpendwa, ninataka tuangalie leo. Kuna mambo tumeombea, tukaiombea na haijatendeka. Sema amen. Amen. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanatembea every day, wamefuata Yesu hivi. Wanaenda kwa hekalo, wanaenda kwa safari, miujiza inafanyika, chakula inapatikana, kila kitu ilihitajika ikaonekana. Lakini kuna kitu walikaa chini wakaulizana, huyu mtu tunatembea na yeye, kuna kitu anafanya lakini amsaidia, itabidi atuambie ni nini anafanya. Sema amen. Amen. Maandiko inasema wakaulizana. Sisi tukiomba na tunasoma tunaomba the same God. Tunaomba huyo tu baba anaomba. Tunaomba huyo Mungu anaomba. Lakini sisi anakaa kutimiza. Lakini kwa Yesu chochote anaomba kinatimia. Wakaenda wakamuuliza Yesu. Yesu, ni vile nimesema tusome hapo juu ya masaa. Akaruka hapo mstari wa 9 akauliza Yesu. Mstari wa 8, Yesu, tufundishe jinsi ya kuomba, ili tutaomba maombi yetu ijibiwe, haja zetu zijibiwe. Mstari wa 9 hapo ndipo Yesu anawafundisha. Anawaambia aje? Anawaambia basi nyinyi ombeni hivi. Basi nyinyi ombeni hivi. Baba yetu uliye juu mbinguni. Baba yetu uliye juu mbinguni. Jina lako litukuzwe. Jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje. Bwana sifiwe. Amen. Sikia vile Yesu amewaambia. Na ujue mwenye anawaambia ametoka mbinguni. Haleluya. Amen. Mwenye anawafundisha ametoka mbinguni. Sasa anawaambia, mkitaka Baba awatimizie haja zenu, mkitaka Baba ajibu maombi yenu, omuombeni hivi. Baba yetu uliye mbinguni, ithe witũ rĩ igũrũ, rĩtwa rĩaku rĩamũrwo. Yani gũteithia Ngai, kumwambararia, kumwĩra nĩ agĩrĩire, kumpatia sifa, kumpatia utukufu, kuambia Mungu mimi nikosekane, wewe uonekane, mimi nipungue, wewe uongezeke. Kumwambia Bwana ninakuhitaji. Sema amen. Amen. Maandiko inasema kitu ya kwanza ni kumuinua, ni kumwabudu, ni kumtukuza. Jambo la pili unaitisha ufalme. Kwa hivyo kama vile tumeona Suleimani wakati amemwabudu na shukurani ameshuka, si ni kweli? Si ameshuka na ufalme wake? Na ufalme. Mungu anashukaga na ufalme wake. Kama vile Ruto akikuja hapa anakuja na jeshi yake, Mungu naye akishuka anashuka na ufalme wake. Sasa Biblia inasema wakati wa Suleimani Mungu alishuka na ufalme wake, akamuuliza Suleimani, omba kile unataka nikupe. Yani hata Mungu ndiye anamwambia omba sasa, omba. Umenishukuru sana, omba. Umenipenda sana, omba. Na hapa nayo Yesu anaambia wanafunzi, mnapoomba muombe hivi: Baba uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ukuje. Sema amen. Haleluya. Amen. Wacha nikwambie, hata uombe na dimi za mbinguni, hata uombe maombi na kana namna gani, kama ufalme wa Mungu haujakushukia, hakuna muujiza unaweza ukafanyika. Yes. Haleluya. Amen. Hakuna muujiza unaweza. Unajua kwa nini tunaomba maombi na ijibiwi? Kwa sababu tunaomba na hatujaitisha, ufalme hujashuka, ufalme wa Mungu hujashuka. Tunaomba makelele. Haleluya. Amen. Tunaomba makelele. Unaingia tu direct. Ukiingia kwa ile mlango, unaruku right, unaruku left, unainua mikono unasema nidoka Ngai. Haleluya. Nimekuja Mungu. Ile gari uliniabiria last year, hata saa hii bado sijapokea. Na wewe ni wa hakimu. Hiyo si maombi. Na hiyo hutajibiwa. Hiyo
utajibiwa. Lazima ujifundishe kuingia. Ukiingia pale kwa mlango unajikagua. Ukisoma hii Biblia utakuta hata kabla hujaomba baraka kuna wakati wa kujitakasa. Unaambia Mungu, mimi ni mwenye dhambi, nisamehe. Unaomba msamaha. Ndio ikifika kwa kubarikiwa, hakika Mungu anaona huyu mtu anafaa kubarikiwa. Sema amen. Ati Biblia inasema aje? Baba yetu inasema mstari wa 10 mapenzi yako yatimizwe. Mapenzi yako Mungu yatimishwe. Kuna watu hawajaambia Mungu mapenzi ya Mungu itimie. Kuna tofauti ya mapenzi yako na kuna tofauti wa mapenzi ya Mungu. Wapendwa, ukitaka kukaa maisha mazuri, wacha mapenzi ya Mungu itimie kwa maisha yako. Hallelujah. Amen. Yesu alijua kuna mtu ametumwa Ninawi na anataka kwenda Tarisisi. Tarisisi si mapenzi ya Mungu. Ninawi ndio mapenzi ya Mungu. Na hapo ndipo Yesu akawaambia, kuna mambo mtaomba nyinyi na Mungu hawezi akayajibu kwa sababu sio mapenzi ya Mungu. Lazima wakati mnaomba muombe mapenzi ya Mungu itendeke juu ya maisha yenu. Haleluya. Mpendwa, wakati ulizaliwa Mungu alikuchagua na akakutakaza, na kuna yale mambo alikupangia. Wengine mlitolewa kwa ile mambo mkiwa wadogo na uchawi na uganga, lakini ukweli kuna mapenzi ya Mungu kwa mtu yote alizaliwa. Sema amen. Na ndio maana Mungu anasema, wakati ulikuwa ndani ya tumbo yako Yeremia, nilikujua na nikakuchagua na nikakutakaza uwe nabii. Kwa hivyo mapenzi ya Mungu kwa Yeremia ilikuwa awe nabii. Sema amen. Na ndio maana sasa hapa Yesu anawaambia, najua kuna watu wanataka wabarikiwe na njia hii na hii, lakini kuna mapenzi ya Mungu. Sasa wakaambia, mnapoomba muombe the will of God. Inua mkono wako, sema, Bwana, let the will of God be done in my life. Sema, Bwana, wacha mapenzi yako itendeke na itimie kwa maisha yangu. Sema amen. Aha. Inaendelea kusema aje? Hapa duniani kama huko mbinguni. Hapa duniani kama huko mbinguni. Utupatie leo riziki yetu. Utupatie leo riziki yetu. Na utusamehe dhambi zetu. Na utusamehe dhambi zetu. Kama sisi navyo. Tuwasamehevyo waliotukosea. Tuwasamehevyo waliotukosea. Usitutie kwa majaribu. Usitutie kwa majaribu. Utuokoe na yule mwovu. Utuokoe na yule mwovu. Kwa ufalme ni wako. Kwa ufalme ni wako. Na nguvu. Na utukufu hata milele. Amina. Hata milele. Amina. Abia jirani amina. Hiyo tumemaliza. Pigia Yesu makofi mazuri. Hiyo tumemaliza. Sasa wewe uchunguze, uangalie safari yako na Mungu imekuwa namna gani. Umekuwa na time na yeye, umekuwa na wakati na yeye, umeomba vile inafaa, umetembea vile imefaa, umejitakaza vile anapenda, umeongea vile anapenda, na kutoka hapo utapata majibu ya kile unahitaji. Amen. Haya basi, Mungu awabariki sana. Naona masaa imeenda sana, na leo tuko na mambo mengi. Leo tuko na mambo mengi sana, na sijui kama yote itawezekana leo. Kuna mkutano, niseme tu mkutano wa dharura. Ni mkutano sikuwa nimeupagia. Ni mkutano sikuwa nimeupagia, lakini ni mkutano utafanyika baada ya ibada. Ule mkutano utakuwa kwa viongozi. Kwa hivyo viongozi wote watabaki. Tutakuwa na mkutano kwa boardroom, na Mungu wa mbinguni atawabariki sana. Nikisema mkutano ni kusema board, viongozi wote. Mahali wewe ni kiongozi kwa semansi, kwa youth,
kwa mama wale wamechaguliwa, viongozi, wazee wote wa kanisa, wazee wote, wazee, kuna wale wazee wanakaaga pale, lakini sasa hivi wako hapa, au wote tutakuwa na mkutano, na ni mkutano wa dakika kama 20, na Mungu wa mbinguni atawabariki sana. Na huo mkutano unajulikana mpaka na headquarter. Kwa hivyo ni mkutano wamegojea majibu mawili matatu. Unajua watu wengi wanashindwa ni mkutano wa nini. Sio mkutano mbaya, ni mkutano mzuri, lakini lazima tukutane, nisipeane majibu yangu peke yangu, ama tusifanye kitu kama amujui. Na Mungu wa mbinguni atawabariki sana. Kutoka hapo, kulingana na hiyo mkutano, kuna matangazo ile itazaliwa na hiyo mkutano, nitawatangazia kanisa yote on Sunday. Kwa hivyo hata kanisa nitawatangazia hiyo matangazo, na Mungu wa mbinguni atawabariki, na Mungu atawatenda yaliyo mema. Jambo lingine nimekimbia, kwa hiyo ndio nikibie, na ukiona nimekatakata mambo mingi usiseme pastor leo amekimbia sana. Jambo lingine, na ndio la kwanza, ningepata nichukue nafasi hii kushukuru Mungu sana kwa sababu ya yale ametutendea hasa hapa kanisani. Mungu apokee sifa zote na Mungu apokee utukufu. Jambo la pili, nichukue nafasi hii kwa vile mumesimama na hii kanisa, mumesimama na kazi ile tumekuwa tukifanya, mumesimama na ujenzi. Mungu awabariki na Mungu awatende yaliyo mema. Mahali tumefika hatuna deni hata ya shilingi, hatuna deni hata ya shilingi. Mahali tumefikisha mjengo na tunaendelea tu. Kuna watu wamekuwa wakiniambia pastor, tunataka kazi iendelee. Tulikuwa tumesimama wiki moja kwa sababu ya kupungukiwa kidogo, lakini bado tunaendelea, na Mungu wa mbinguni awabariki kwa vile mumejitolea. Pia nishukuru sana, sikuwajulisha on Sunday, kuna wale wamesikia bibi akishuhudia, wamesikia baba akishuhudia, wakashindwa. Pastor hakusema, sikusema juu sikuwa tu niseme. Bwana sifiwe. Najua baba akilia watoto watafanya nini?